Mimi naitwa Shabani Itutu, ni mwenyekiti wa chama cha ADC Taifa. Ndugu zangu waandishi wa habari, kama mnavyojua tarehe 9 palitokea tukio kubwa hapa nchini. Tukio hilo kubwa lilikuwa ni ukamatwaji wa mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ambaye alikamatwa pale Songea na askari polisi. Sasa kinachofanya na sisi tutoke na kuzungumza ni kile kitendo cha aina ukamataji waliofanya polisi. Kitendo kile cha ukamataji ule kiukweli sio kitendo cha ungwana, kwa sababu ni kama wanaenda kumkamata mtu kama kibaka. Ukiangalia Mheshimiwa Tundu Lissu ni mwanasheria, ni wakili msomi. Ukiangalia Tundu Lissu ni mwenyekiti wa chama cha Demokrasia, chama kikuu cha upinzani hapa nchini. Lakini ukiangalia pia Tundu Lissu ni mwenyekiti ambaye chama ndio kina kambi ya upinzani hapa nchini kwenye serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kitendo kile cha kumkamata kama kibaka mwizi wa simu ni kitendo ambacho kinafedhehesha sana taifa letu. Ni kitendo ambacho kinafedhehesha viongozi tulio wengi. Mfano tu kwamba Tundu Lissu wakati anakwenda kukamatwa hata asingeenda kufuatwa pale kwenye mkutano, kwa sababu ni kiongozi mkubwa. Angeweza tu hata kupigiwa simu na kuelezwa kwamba kuna wito pale polisi na angeweza kwenda, kwa sababu ni kiongozi, hawezi kukimbia. Lakini kitendo kile kinalifedhehesha taifa, kinafedhehesha umma na kimefedhehesha sana watu tulio wengi. Kwa mimi niliombe jeshi la polisi, hata kama mtu atakuwa na makosa, lakini ukamataji wa namna ile kwa viongozi wakuu, viongozi wa vyama vya siasa, ambao viongozi hawa ni watarajiwa kwenda kushika nchi, ni watarajiwa wanaotaka kuunda serikali, ni kuwatweza viongozi wa vyama vya siasa. Na mimi niseme sikubaliani kabisa na ule ukamataji. Na nimemsikia pia RPC wa mkoa wa Ruvuma baada ya kumkamata Tundu Lissu jana, wakati anatoa taarifa za ukamatwaji ule na nini kimefanywa mkamate, pia amekuwa kama anatutishia wanasiasa na anatuonya kwamba wanasiasa wasisubutu kulikosoa jeshi la polisi, wanasiasa wasikashifu jeshi la polisi. Na mimi namuuliza swali, kwa hiyo jeshi la polisi leo linajiwekea kinga kiasi hicho kwamba wanasiasa hawezi kulikosoa? Jeshi la polisi leo linaweza likavunja sheria, sisi viongozi wa vyama vya siasa tulitazama tusiweze kusema? Hebu watuambie RPC wa Songea, wa Ruvuma, ni nani anaweza kawakosoa jeshi la polisi kama wanakwenda kinyume na utaratibu, kama wanakwenda kinyume na PGO zao, kama wanakwenda kinyume na sheria? Nani anaweza kawakosoa kama sio sisi viongozi wa vyama vya siasa? Kwa na sisi tunaomba pia kumuonya, hebu atuache sisi viongozi wa vyama vya siasa tucheze muziki wetu na Chama cha Mapinduzi, kwa sababu wakati huu ndio wakati wetu wa kwenda kushindana kwa ajili ya kuchukua dola, na sisi tupo kwa ajili ya kwenda kushika dola, hatupo kwa ajili ya kuogopa vitisho vya polisi. Kwa tunataka tumwambie RPC siku nyingine atakapokuwa akizungumza na viongozi wa vyama vya siasa, basi awe na staha. Yeye ni RPC, na haya mambo nataka nikukumbushe ndugu mwandishi wa habari, yamewahi kutokea pale Zambia. Kama unakumbuka Zambia, kiongozi anayeongoza sasa nchi ya Zambia alikuwa ni mpinzani na aliteswa sana na hawa maaskari wa Zambia pale. Kama hivyo unavyoona leo Tundu Lissu anakamatwa kama kibaka, ndio haya yalikuwa yanamtokea rais wa sasa wa Zambia. Lakini mwisho wa siku rais yule wa Zambia na kiongozi yule aliyekuwa upinzani leo ndio rais wa nchi, na ndio maana unaona hata siku anakwenda kumwapisha IGP alitetemeka, alishindwa hata kushika maiki IGP aliapishwa, kwa sababu walikuwa wanahofia maovu waliokuwa wanayafanya zidi ya upinzani, na wakati huo sasa upinzani umekwenda kushika nchi. Lakini unaona mwenzetu ameingia kule Zambia, lakini bado hana kinyongo, anaishi na wale maskari vizuri na wanaendelea kulinda nchi. Kwa hiyo tuwaombe hawa RPC wetu na viongozi wa jeshi la polisi wasiingie kuwatukana aidha kuwakashifu viongozi wa vyama vya upinzani, na wasiwakamate kwa hila, sababu unapomkamata kiongozi kwa hila unajenga chuki zidi ya wananchi. Lakini kuna kitendo kile ukiangalia cha kwenda kumkamata pale kiholela ni kama kujenga tu chuki. Kwani ilikuwa kuna maana gani ya kwenda kupiga mabomu kuwaumiza wananchi? Kwa hiyo kuna haja gani ya kwenda kuwaumiza wananchi kuwapiga virungu ili wamkamate Tundu Lissu? Palikuwa pana haja gani ya kutumia nguvu kubwa kiasi kile kwa kiongozi wa kambi ya upinzani, kwa kiongozi ambaye sasa ndio mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani hapa nchini? Palikuwa pana haja gani? Kwani wangemuita asingeenda? Kwa sisi tunaomba kutoa tu kwamba na kusema kwamba kitendo kile kimefedhehesha, kitendo kile hakikubaliki, na mimi ningeomba kabisa jeshi la polisi kama inawezekana wajitokeze hadharani waombe radhi zidi ya ukamataji wa hovyo walioufanya zidi ya mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha Chadema, chama cha Demokrasia na Maendeleo, mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Ukamataji ule nahisi hata siku moja wanaweza wakafanya kwa mwingine, sababu kama hivi wanapata mazoea kwamba wanaweza kumkamata mtu ovyo ovyo, na ukiangalia yule ni kiongozi mkubwa, basi wanaweza mtu wa kawaida unaambia utamkamataje?
Kama kiongozi mkubwa unaweza kumkamata vile kwa vurugu kiasi kile, kwa kumtweza kiasi kile, kuvuta kiasi kile, watu wengine mpaka wanaumizwa, wanapigwa. Hebu niambie mtu mwingine wanaweza kumkamata kwa staili gani? Kwa hiyo kwanza situfunge midomo. Tunaliomba jeshi la polisi lisitufunge midomo viongozi wa vyama vya siasa. Wao sio wanasiasa, wacheze kwenye kulinda amani ya nchi. Wasicheze na siasa kwa sababu sio wanasiasa. Hata kama ni wateuliwa wahusika kwenye serikali, wasicheze na siasa, wacheze na kazi ya kulinda amani ya nchi. Ndio kazi yao kubwa wanaofanya, wanalipwa kodi za Watanzania. Lakini sio kazi ya kuzuia vyama vya siasa kuzungumza, sio kazi ya kuzuia vyama vya siasa kukosoa, sio kazi ya kuzuia mikutano kuendelea. Mfano nimeona wamempa, ile ni kesi aliyopewa Mheshimiwa Tundu Lissu, kesi ya uhaini. Yani ameenda kupewa kesi ambayo inakuwa ni ngumu kupata dhamana, japokuwa jana nisikia mahakama wanasema anaweza akapata dhamana. Sasa kesi za namna ile ni kesi za hasira. Yani polisi sasa wamekuwa kama ni vyama vya siasa. Yani wanapata hasira mpaka wanawapa viongozi wa siasa kesi ambazo haziwezi kudhaminika. Hebu tunaomba waache hasira, watu waache sisi tucheze na CCM, tuendelee kwenye huu muziki mpaka tumalize naye. Hii sio kazi yao ya kuingilia siasa. Na mimi nimuombe Mheshimiwa Rais wa nchi waonye hawa polisi na awaambie kwamba wakati huu ni wakati wa siasa, wakati huu ni wakati wa vyama vya siasa kujinadi, wakati huu chochote mwanasiasa atakachokizungumza sio kwa maana ya kuvuruga amani. Maana yetu ni kuiacha nchi na amani, na hatuwezi kuvuruga amani. Tunachokitaka polisi wasiingilie mambo ya demokrasia, sababu demokrasia haiwahusu polisi, demokrasia inahusu vyama vya siasa na wananchi. Wao kazi yao ni kulinda amani ya nchi, kulinda usalama wa nchi. Sasa mimi nataka niwaulize polisi. Hivi Tundu Lissu wanaposema ni mhaini, nilitaka watusaidie. Hivi ana waasi kiasi gani aliyowaandaa? Ana majeshi kiasi gani aliyoyaandaa? Na yako wapi? Na hao waasi wanaotaka kufanya uasi wako wapi? Na kama ni kweli anafanya hivyo, hizo silaha ziko wapi? Na uzuri wanasema kwamba umepeleleza. Hebu watusaidie. Sababu haini siku zote ni mtu anayekuwa amejiandaa kuja kuisumbua nchi kivita. Sasa watuambie Tundu Lissu amejiandaa kiasi gani, na hivyo vifaa vya kuweza kufanya uasi amevitoa wapi? Kwa nini wasitueleze ukweli kwamba polisi wameamua kucheza siasa? Kwa nini wasituambie ukweli ni kwa nini polisi wanaumia kiasi hiki kwenye wakati huu wa kwenda kwenye kampeni? Kwa nini wanaumia kiasi hiki? Hebu watuache tufanye siasa kwa uhuru na haki. Wasianze kuwaofisha viongozi wa siasa kama alivyosema RPC wa Songea kwamba hataki jeshi la polisi lisemwe, hataki likosolewe. Tutaendelea kuwakosoa, tutaendelea kuwasema kadiri mtakavyokuwa mkitenda matendo mabaya, tutaendelea kuwakosoa. Hatuwezi kuacha kuwakosoa. Na malengo yetu ni kuhakikisha mnalinda amani, msiache kulinda amani ya nchi, lakini msifanye upendeleo kwenye vyama vya siasa. Wengine wanafanya mikutano, wengine mnawakamata, wengine mnawafukuza, wengine mnawafungulia kesi zisizokuwa na maana ambazo ni kesi mimi niseme ni kesi ambazo zinakuwa, kwa sababu mwisho wa siku naamini Tundu Lissu hana kesi. Ninaamini mimi mwisho wa siku Tundu Lissu hana kesi, isipokuwa tu ni mateso wanaamua kumpa na kutaka kumnyong'onyeza. Na mimi ninawaeleza viongozi wa vyama vya siasa, tusikatishwe tamaa na jeshi la polisi, tusikatishwe tamaa na baadhi ya watu wasiotutakia mema kwenye demokrasia, tusikatishwe tamaa na watu wenye tamaa na madaraka kwa kuyang'ang'ania kwa nguvu, tusikatishwe tamaa na hawa wanaoshirikiana na watu kwa ajili ya kuwa demokrasia ndani ya nchi yetu. Kwa mimi niseme kimsingi, kwanza nachukua fursa hii kumpa pole sana mwenyekiti mwenzangu wa chama cha Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, na muomba awe jasiri, awe mvumilivu. Huu ni wakati wa upinzani, na mimi ninaamini isije inaweza ikatokea rais akatokea gerezani mwaka huu. Nataka niwaeleze Watanzania wasije wakashangaa rais wa nchi hii akatokea gerezani kama wanachokifanya sasa hivi polisi, kuhakikisha wanampeleka gerezani asitoke. Na wananchi kama wanaweza wakafanya maajabu, usije ukashangaa wakamtoa rais ndani ya gereza kama walivyofanya wakati wa serikali ya Zambia hapa jirani tu. Na mimi nataka polisi wachukue hii kwamba pale Zambia hizi hila zilifanyika, lakini rais alitokea gerezani, na leo ndio rais anaongoza nchi ya Zambia. Kwa kimsingi tunaomba sana polisi wawe watulivu,
polisi wao wavumilivu. Huu ni wakati wa demokrasia, huu ni wakati wa kampeni tunakaribia kwenda, huu ni wakati wa vyama vya siasa kufanya kazi yao. Wakianza kutuhofisha tuseme wao ndio kama wanataka kuwa wagombea, watuambie, na kama polisi wanataka basi waje uwanjani tuingie nao, tukashindana nao kwa wananchi. Singi niseme no reform no election sio haini na sio dhambi. Ni namna Chadema walivyojipangia programu zao za kwenda kwenye uchaguzi. Hiyo ni programu yao, na ndio maana wameshaanza kuieneza kila mahala. Sio haini, sababu wanataka mabadiliko. Mabadiliko yanapatikanaje? Ndio wanakwenda kwa wananchi kuambia mabadiliko yatapatikana kwa utaratibu huu. Kwa hiyo kuomba reform na kuomba kutaka uchaguzi usifanyike mpaka reform zifanyike sio dhambi. Na ndio maana ukimsikiliza Nchimbi alipokuwa huko Ruvuma amesema kwamba Chadema wana haki ya kuomba reformu hizo, wana haki ya kuingia kwenye uchaguzi au kuto kuingia, ni haki yao ya kikatiba. Sasa ukiona polisi wanaingilia hivi na ikawa ndio sababu labda wanafanywa na wakamata watu na kuwapa kesi za uhaini na nini, inawezekana wanahofia hiyo no reform, inawezekana ikawa na tatizo. Kimi niseme niwaombe polisi, no reform sio tatizo, ni swala la kikatiba, wanahitaji mabadiliko. Sababu no reform wanataka mabadiliko. Sasa kama wanataka mabadiliko kuna tatizo gani? Kama wanataka kwenda kwenye uchaguzi, nyie polisi mna shida gani? Mna haja gani kuwalazimisha watu waingie kwenye uchaguzi kama wahitaji kwenda kwenye uchaguzi? Ni haki yao kutaka reform, ni haki yao kutokwenda kwenye uchaguzi au kwenda kwenye uchaguzi, ni haki yao. Kwa ni swala la kikatiba na ni swala la kisheria, huwezi kumlazimisha mtu kwenda kwenye uchaguzi. Vyama viko 19. Kwa hiyo kama viko vyama 19, huwezi kuumiza kichwa kwamba unataka mtu mng'ang'aniza aende kwenye uchaguzi wakati anaona labda zile reform hazijafanywa kazi. Ana haki ya kutaka reform zifanyike, ni haki yake. Kwa mimi sio ni tatizo ya no reform no election, sio haini. Leo tunaona linatoka kwa Chadema, kesho ADC inaweza likaja kwetu, kesho inaweza likaenda kwenye chama kingine na kingine na kingine. Kwa yanapotokea haya matatizo, usifikiri kwamba leo limeenda kwa Chadema na wewe litakuja kukuacha. Kuna siku na wewe litakuja kwako, lakini pia kuna siku inaweza likaenda kwa mwingine. Kwa hiyo sisi kama viongozi vya siasa, anapotokea mwenzetu na matatizo, tunapaswa kushikamana, kuangalia ni namna gani tunaweza tukasolve tatizo hili ili tuweze kwenda kwa amani kwenye uchaguzi na uchaguzi uweze kuisha vizuri. Kwa sababu hapa kinachofanyika sasa, wanajenga tension kwa wananchi. Na kama wanajenga tension kwa wananchi, mwisho wa siku wanaweza wakaharibu uchaguzi. Na kama wanaweza wakaharibu uchaguzi, wao ndio watakuwa tayari wameingiza nchi kwenye matatizo. Kwa sababu kama mtu alikuwa anakwenda kwenye no reform, hakuna fujo, anakwenda mkoa mwingine hakuna fujo, anakwenda wilaya nyingine hakuna fujo, inakuwaje unakwenda kuzuia mikutano ambayo haijaleta athari yoyote hapa nchini? Kwa hiyo ni haki tu ya vyama vya siasa sasa kusimama kwenye ukweli, kusimama kwenye haki, kuhakikisha demokrasia ya nchi yetu inalindwa. Jambo la msingi kwanza niombe tu kwamba kwa sababu tunaongelea swala ambalo limetokana na ukamatwaji wa Mheshimiwa Tundu Lissu, nimuombe Mheshimiwa Rais aweze kuliingilia swala hili kati na wamwachie Tundu Lissu mara moja ili aweze kuendelea na shughuli zake za kisiasa, kwa sababu mimi sijaona tatizo la Tundu Lissu kwenye no reform no election. Sijaona kabisa tatizo lolote, kwa sababu yuko kikatiba, yupo kisheria. Kwa hiyo kuna haja tu ya Mheshimiwa Rais kuliona hili na kuliingilia kati na kuwataka polisi sasa waweze kuondosha mashtaka yao pale mahakamani ili Tundu Lissu aweze kuendelea na shughuli zake za kisiasa kama kawaida, aendelee kukijenga chama chake.